Changamoto ambayo tulikuwa nayo, watoto walikuwa wanalala kwenye mikeka, wanalala chini, wanalala kwenye viroba, wakiamka asubuhi maumivu, kuna kunguni, kuna viroboto. Kwa hiyo kulikuwa na athari mbalimbali ambao wadudu wanayetambaa usiku. Ina maana kwamba akiamka unakuta amevimba usoni, ameng'atwa mkononi. Kwa hiyo hivi sasa kupitia magodoro, kwa hivi naona hata afya ya watoto itakuwa nzuri. Mtoto wangu alikuwa amepata changamoto ya kuweza kung'atwa na wadudu mbalimbali kwa sababu ya kulala chini. Kama wadudu kuweza kuwatambaa kwa sababu tayari hawana malazi mazuri. Lakini tunashukuru kituo cha Compassion ambayo kimeleta msaada kwa ajili ya watoto wetu, wamepata zawadi kubwa ya kuweza kulala kwenye magodoro mazuri. Tumegawa magodoro takriban 70 kwa watoto 70, na hapa kanisani kwetu tuna jumla ya watoto 249, na magodoro haya yatotolewa kwa awamu tofauti tofauti. Kwa hiyo tumeanza na watoto 70 na watoto ambao wamebakia watamaliziwa kwa awamu zijazo ambazo zitafuata. Kwa kipindi hiki tumeanza na watoto hawa 70 ambao tumewatoa, na baadaye tutafuata na watoto 70 ambao watafadhiliwa huduma hii ya magodoro. Baada ya kufanya matembezi majumbani mwa watoto, tukaona kuna watoto ambao hawana pa kulala. Wengine wanalala kwenye masalfeti, wengine wanatandika mikeka. Kwa hiyo kile kitu kikatufanya tuchukue hatua ya haraka zaidi ili tuwasaidie watoto hawa wapate sehemu ya kulala. Kwa hiyo tunawashukuru shirika la Compassion International Tanzania kwa kushirikiana na kanisa mshirika wenza Anglikana Chakwale, ambapo tulichukua hatua ya haraka, na kwa hatua hii tukaona tuwahudumie watoto 70 sehemu za kulala. Malalamiko ya wazazi, hata watoto wanakuja kila mara wanachukua hapa madaftari kwenda hospitalini na wanaendelea kutibiwa. Walikuwa wanalala chini. Kwa hiyo afya zao za kohoa nini, baridi kwenda wasumbua. Kwa hiyo nadhani haya magodoro yatasababisha na maana afya zao kuimarika. Kwa hiyo unapokuwa umekabidhiwa godoro hili kwa ajili ya mtoto, tuna imani kwamba utaenda ukafanye kwa mujibu wa matumizi ya mtoto ambavyo yameelekezwa. Tusiwe ni sehemu ya kwenda kuyauza. Mwingine hapo unaweza kukuta amekaa anapigia hesabu, anadaiwa. Kwa hiyo akipewa hili godoro la inchi 8 lenye thamani ya shilingi 120, yeye kwake anaenda kulipandia bei. Mwisho wa siku uongozi unaweza ukafanya operation ya muda mfupi kuona kwamba fulani hili godoro tulilompa je, limeenda kusudiwa. Kwa upande wa watoto, kwanza wao wenyewe watapata sehemu ya kulala, sehemu iliyo nzuri ambayo itawasaidia kutuliza akili zao. Lakini pia wazazi na familia kwa ujumla, zile gharama ambazo wangezitumia kununua magodoro, kwa hiyo sasa wamepata magodoro. Kwa hiyo ile pesa itatumika kwa shughuli nyingine za maendeleo katika familia. Kwanza napenda kuwashukuru viongozi wote wa kituo hichi cha huduma na mtoto kwa kutupatia haya magodoro. Mojawapo ya faida, tunaweza tukalala vizuri na tunaweza tukatufanya sisi hapa watoto kwenda kufanya vizuri zaidi katika masomo yetu. Msaada huu utatusaidia kwa sababu afya bora ni lazima uwe na malazi. Kwa hiyo malazi ndio kama hayo godoro. Kwa hiyo linaweza likatusaidia tukawa hata na afya bora hata katika wakati wa usomaji wetu.